Sare kipindi cha kwanza goli mbili, kila mtu akaamini Simba hiyo robo finali. Hatimaye kipindi cha pili mmepoteza tumaini kabisa. La kwanza, mwalimu hajaheshimia express za Indonesia. Wewe uko nyumbani ushapoteza mechi kadhaa, leo ushatangulia goli mbili, unakuja mpinzani anakosea goli mbili anasawazisha zote. Kwanza kwa bila kuwa wekea heshima wapinzani wako. Mwalimu hajawekea heshima. La kwanza, mwalimu wa Simba Sports alisahau kama Simba ndio kwanza tunatafuta ushindi wa kwanza. Alisahau kabisa. Endapo atalivomia Yusuf Kagoma, alivomia Wilson Nangu, lazima kwenye benchi angalie ana nani. Kuna watu ambao wanasi ukabaji, tujazie kati, tulinde ushindi wetu. Lakini mwalimu wa Simba alishindwa kabisa kutambua hilo, kwamba yuko wapi, nini alichokipata. Ndicho kilichosababisha mpaka wapinzani wanakuja wanasawazisha goli mbili. Alishindwa kabisa kwa heshima, akutambua kama ni wachezaji wa timu kubwa barani Afrika ambao washakuwa majanti kwenye timu tano bora, nao wapo kwamba wana lolote wanaweza kulifanya muda wote. Kwa mwalimu wa Simba kwanza pale kaleta uzembe. Mechi 4 pointi moja mpaka sasa. Ni fedheha kwa Simba kwa nyakati kama hizi. Hiyo ni fedheha kweli. Ndio maana kuna kitu mpaka nikakisema. Kwenye fedheha hii vile vile lazima wadhamini wa Simba Sports lazima na wao tuwawekee fedheha. Tukiwa si mashabiki. Fedheha yetu hakuna lingine zaidi. Adhabu yao sisi kama tunapopata sisi adhabu ya kunungunika, ikiwa tunakuja viwanjani tunalipa nauli, tunalipa kiingilio, tunanunua jezi na jezi inawadhamini, adhabu tunatakia tuwape. Nadhani shida wadhamini ama wachezaji, maana kila mtu analalamikia la kwake. Mchezaji anaitwa na viongozi na wadhamini, wazabuni wa timu. Viongozi wa Simba, mimi kabla hata mechi ya juzi nishaongea kwenye interview moja kwamba hawako serious. Adhabu tunataka tuwape. Simba ikiendelea kufanya vibaya ni kubandua nembo za wadhamini wote. Nadhani shida ni wadhamini hasa. Hawako serious. Endapo mdhamini kama hayuko serious, basi hilo nalisisitiza tena. Interview yangu wiki yote inazidi kuendelea. Simba endapo itazidi kufanya vibaya, mashabiki wa Simba tusisusie timu yetu kuja kuiangalia, tusisuse kulipa kiingilio, tusisuse kununua jezi. Kinachotakiwa kwenye jezi yetu asionekane Mo, asionekane Jeruti wala Liadola wala Prisoner. Jezi ya Simba inatakiwa baki na nembo moja tu, Simba Sports. Pengine huu ndo msimu ambao Simba amefeli zaidi. Tumefeli na bado tutafeli. Kwa msisitizo kwa mashabiki wa Simba wenzangu, sisi utajiri wetu ni furaha. Matajiri furaha yao wakidhamini biashara zao zizidi kwenda, wao biashara zao zinazidi kwenda, sisi furaha inazidi kutitia. Wapi tuvae nembo zao mwilini kwetu? Sisi mashabiki furaha yetu ni timu kwenda vizuri, kupata matokeo mazuri. Wao wadhamini matokeo yao, biashara zao kwenda vizuri, wao biashara zao zinakwenda vizuri. Lakini mashabiki wa Simba tuna furaha kwenye maisha yetu. Kwa mashabiki wa Simba kinachotakiwa, nunua jezi ya Simba, njoo kiwanjani, ila mdhamini wote ndio kwa mlinzi wa Simba. Tukibandua wadhamini wote, tukija na Simba, jezi ya Simba na nembo moja tu, watakuwa na adabu na watakuwa serious. Mangungu mbona kama amemnyoshia vidole vile mashabiki wa Simba? Yaani ninachozungumzia wadhamini ndio pamoja. Mangungu yupo na wanachama hawako serious. Wawekezaji wenyewe ndio wanatoka wanawekwa na wanachama. Sababu wanachama na Mangungu kama akisema huyu hatumtaki, hawezi kukaa. Kwa hiyo Mangungu lishaongea sana. Kwa wao nikizungumza hilo kwamba wadhabuni wote kwenye jezi zetu tuna mpango kuwatoa wanachama ndio watachukua. Kuna wanachama wengine wakitoka kwenye vikao wakipewa kanga na ubwabwa tu, washaridhika, ndio furaha yao. Kwani hapo wawekezaji wanahusikanaje? Pengine watu wengi wanalaumu kama kuonyesha performance. Kipindi cha kwanza mmeingia, mmepata matokeo magoli mawili, lakini kipindi cha pili mmerudi, wachezaji wenu wamekuwa na tempo ya hali ya chini. Wawekezaji ama wazabuni wanahusikanaje hapo? Wao ndio wasajili na wao kama wako serious, kila kitu kwenye klabu kitakuwa serious. Simba Sports hata mechi zilizoshinda timu haiko serious kabisa. Endapo baba mlezi kama wako serious, mtoto hata ukimpa hela anaenda shule hawezi kuwa serious. Hawezi kuwa serious hata kama kichwa chake kitafanya kazi. Kwani wewe hujalizika na sajili ambazo zimesajiliwa ndani ya wekundu wa Msimbazi? Sajili hata Cristiano Ronaldo, msajili Sadio Mane, msajili Zara Kolobari, mchukua hata goli kipa Liverpool Alisson Becker. Kama viongozi wako serious, kwa wao wako serious, sasa sisi tunaonyesha userious.
tunabandua nembo zote, tunabakiza nembo hii, tunatoa jeruti, betwear. Huyu Mondo hatumtaki hata kumuona. Timu anakwambia inampa shoti, kuachia hataki. Wewe biashara gani nakupa shoti? Nawahamasisha mashabiki wa Simba, hatuhitaji kuisusia timu yetu, hatuhitaji kususa kuja uwanjani, hatuhitaji kususa jezi nunua uwanjani njoo, lakini wadhamini wote wa Simba waongo. Nunua jezi, bandua nembo zote. Bigi, mechi ambayo mara ya mwisho wa kushinda uwanja wa Benjamin William Mkapa ni mechi dhidi ya Al Masry ambayo ilikuwa robo finali kombe la shirikisho. Mpaka leo hakuna mechi yote ambayo Simba amefanikiwa kushinda uwanja wa Benjamin William Mkapa. Yaani kwamba tuko serious. Wewe mwenyekiti wetu tu juzi kaenda kwenye mazishi, anamwamkia engineer wakati umri wake mdogo. Sio anamwogopa. Yaani mwenyekiti wa Simba huyo. Wamekutana makaburini kwa Tanganyika. Yaani Mangungu anajua kama mtoto vile, anamwamkia engineer shikamo, hadi kajisahau. Pale alimwamkia pale. Ndio maana leo mmeamua mumwambie wazi. Yaani kwamba viongozi wa Simba wanachama kila siku aliongea. Kabla hata mechi iliyoshinda juzi. Kabla hata mechi ya juzi kuna interview kwenye shaifanya. Niliwaambia kinachotakiwa kwa msisitizo mashabiki wa Simba wote Tanzania ni kubandua nembo za wadhamini wote. Kiwanjani simu yetu koja. Timu yetu tunaisapoti, jezi tunanunua na uwanjani tuende. Kinachotakiwa jezi ya Simba bakia nembo moja tu ya Simba Sport Club. Hizo bakia zote tunatoa. Kwa hiyo ni wazi kwamba furaha sehemu pekee ya kuipata ni ligi kuu sasa. Hata ligi kuu. Yanga Afrika Zibaba wako serious. Yanga bingwa sasa. Yanga yuko serious. Ukiangalia anavyocheza timu yake pale kwenye meza ya midfield, ngoja. Ukiangalia Yanga Afrika anavyocheza timu yake kwenye meza ya midfield, yeye kazajili watu sisi tunacheza hivi vidudu. Shukrani. Ila wadhamini wetu wote waongo. Wa kwanza Mohamed Modeuji. Kasema uongo gani Modeuji? La kwanza anakuambia yeye Simba inampa shoti. Ukimwambia acha. Tunakuja baadhi ya wanachama wakishirikiana na mwenyekiti wao Mangungu naye waongo. Sababu wanachama ndio wenye nguvu ya kufanya maamuzi yoyote kwenye klabu yetu. Kwa hiyo kwanza wanachama wakishirikiana na Mangungu waongo, Modeuji na wawekezaji wengine wote waongo. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wenzangu, ninachowaomba musisite kuishabikia Simba, musisite kuja kiwanjani, musisite kununua jezi. Kinachotakiwa nunua jezi ya Simba, bandua nembo za wadhamini wote, bakiza Simba Sports peke yake ndio mwenye haki ya kuwa na jezi ya Simba, sio wadhamini. Hakuna mdhamini yoyote mwenye haki ya kukaa kwenye jezi ya Simba, sababu wadhamini wote waongo, sio waadilifu wenye kuimiliki Simba yetu.